Zaidi ya Waafrika 17,000 wanaripotiwa kupigana upande wa Urusi katika vita vinavyoendelea dhidi ya Ukraini, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Ukraini, Andrii Sybiha. Akizungumza Jumatano katika mkutano wa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Samuel Ablakwa, Sybiha alisema kuwa kwa takwimu za Ukraini, takriban raia 17,080 kutoka nchi 36 za Afrika kwa sasa wanahudumu katika jeshi la Urusi. Alidai kuwa Moscow inatumia udanganyifu kuwashawishi Waafrika kujiunga na mapigano hayo. Sybiha alisema Ukraine inaendelea na mazungumzo na serikali mbalimbali barani Afrika ili kuzuia raia wao kuhadaiwa kuingia katika vita hivyo. Kwa upande wake, Ablakwa alieleza kuwa wengi wa Waafrika wanaopigana kwa niaba ya Urusi si wanajeshi waliobobea, bali ni waathiriwa wa ulaghai, wakiahidiwa ajira za kawaida kupitia mitandao ya asili maarufu kama dark web. Kwa mujibu wa mawaziri hao, wengi wao hawana historia ya kijeshi wala mafunzo rasmi ya mapigano. Ablakwa alisisitiza kuwa Ghana itaendeleza kampeni ya uelimishaji wa umma kuhusu mitandao ya usafirishaji haramu wa watu inayowalenga Waafrika, hasa wakati nchi hiyo itakapokuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika mwaka ujao. Kwa upande wake, Urusi imekanusha madai ya kuajiri raia wa Afrika kinyume cha sheria kujiunga na majeshi yake. Katika hatua nyingine, Ablakwa alionyesha mshikamano wake na Ukraini na kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano. Pia alisema atamuomba rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky kuwaachilia huru raia wawili wa Ghana waliotekwa wakiwa wanapigana upande wa Urusi. Wakati mjadala huu ukiendelea katika ngazi ya kidiplomasia, ripoti ya kina ya BBC imeibua madai mazito kutoka kwa wanajeshi 4 wa zamani wa Urusi waliokimbia jeshi, wakieleza kile walichokiita ukatili na mateso katika mstari wa mbele wa vita. Katika makala ya televisheni yenye kichwa cha Zero Line Inside the Russian War, wanaume hao walidai kushuhudia wanajeshi wakipigwa risasi na kuuawa papo hapo kwa kukataa kutekeleza amri ya kijeshi. Wawili kati yao walithibitishwa kuwa waliona askari wakinyongwa kwa amri ya makamanda wao. Mmoja wa mashuhuda alidai kuwa kamanda aliyetoa amri ya kumuua mwanajeshi alitunukiwa baadaye cheo cha shujaa wa Urusi mnamo mwaka 2024. Mwingine alisema alimuona kamanda wake akiwapiga risasi watu 4 kwa mikono yake mwenyewe. Kwa mujibu wa shuhuda huyo, wanajeshi waliokataa kushiriki katika mashambulizi makali yaliyojulikana kama Meat Storms waliteswa, kunyimwa chakula, kupigwa mshtuko wa umeme na wakati mwingine kupigwa au kudhalilishwa hadharani. Meat Storm ni jina linalotumiwa kuelezea mawimbi ya wanajeshi wanaotumwa mstari wa mbele mfululizo kwa lengo la kumchosha na kumpunguzia nguvu adui. Mmoja wa waliotoa ushuhuda aliyejitambulisha kwa jina la Elia alisema alihudumu katika jukumu la kutambua na kuhesabu miili ya waliokufa. Alidai kuwa kati ya wanaume 79 waliosajiliwa pamoja naye, yeye ndiye pekee aliyesalia hai. Alieleza kuwa aliteswa kwa kukataa kushiriki mashambulizi, akifungwa, kupigwa na hata kudhalilishwa. Mwanajeshi mwingine Dima alidai kushuhudia miili ya wanaume 20 ikitupwa mtaloni baada ya kupigwa risasi. Alisema kuwa waliuawa kwa amri ya makamanda na kwamba kadi zao za benki zilichukuliwa. Aidha, alidai kuwa aliteswa kwa siku 72 katika gereza la muda la kijeshi baada ya kukataa kuwatuma askari wake kwenye operesheni aliyoiona kama ya kujiua. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya BBC, hii ni mara ya kwanza kwa wanajeshi waliokuwa mstari wa mbele kutoa ushuhuda wa moja kwa moja, wakidai kuwa makamanda waliamuru askari wao wenyewe waweze kuuawa. Ndani ya Urusi, upinzani wa wazi dhidi ya uvamizi wa Ukraini umewekewa vikwazo. Serikali ya Moscow haitoi takwimu rasmi za waliokufa au kujeruhiwa, lakini wizara ya ulinzi ya Uingereza inakadiria kuwa zaidi ya wanajeshi milioni 1.2 wa Urusi wameuawa au kujeruhiwa
tangu kuanza kwa uvamizi mkubwa wa Ukraini mnamo Februari 2012, na hii ni kwa mujibu wa takwimu zilizotajwa katika ripoti hiyo. Serikali ya Urusi kwa upande wake imesema kuwa inaendesha operesheni zake kwa uangalifu katika mazingira ya mapigano makali na kwamba madai ya ukiukwaji wa sheria yanachunguzwa ipasavyo. Hata hivyo, kwa mujibu wa BBC, haikuwezekana kuthibitisha kwa uhuru uhalali wa baadhi ya video na madai yaliyotolewa na wanajeshi hao wa zamani. Wote wanne kwa sasa wako nje ya Urusi, lakini wanasema bado wanakabiliwa na athari za kisaikolojia kutokana na yale walioyashuhudia. Mmoja wao alisema katika ndoto zake anaona msitu uliojaa maiti, huku mwingine akisema anaipenda nchi yake, lakini si kile kilichogeuka kuwa chini ya uongo wa sasa. Kwa mujibu wa BBC, ushuhuda huo unaongeza uzito katika ripoti zinazozungumzia madai ya ukatili na ukiukwaji wa haki za binadamu katika mstari wa mbele wa vita hivyo. Swali linabaki, je, madai haya mazito yatapelekea uchunguzi huru wa kimataifa au yataendelea kubaki kama simulizi za waliokimbia vita bila majibu rasmi? Kwa habari moto za ndani na nje ya nchi, ni kusihi salia nasi kupitia Koplo Media, vile subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.